Naomba kuwakaribisha sana nyote ambao mmepata nafasi ya kuja kwenye kusanyiko hili la kina mama ambalo linaandaliwa na shirika la Tia Fund, lakini kimsingi linakaribishwa hapa na wenyeji wao ambao ni sisi. Kwa zaidi ya miaka 8-9 Bahati, Martin, mimi na wengine walioko hapa, Rebecca, Naisa yuko pale, Agape yuko hapa, mama mchungaji yuko pale. Tumekutana mara nyingi katika jitihada zile zile za kuona kwamba tunachochea mabadiliko katika kanisa kwa namna inayorudisha wajibu wa kujikwamua kiuchumi na kiroho mikononi mwa Wakristo wetu wa kike na wa kiume. Programu ya CCMP imekuwepo Tanzania kwa muda mrefu, imezunguka katika mikoa na madiocese, lakini miaka ya hivi karibuni tumekuwa tukijaribu kutumia jukwaa la wawezeshaji kuwajengea uwezo, kuwatia moyo na kuwahimiza ili waendelee kuhamasisha kanisa na jamii kwa ajili ya kuona fursa ambazo Mungu ametupa katika mazingira tunamoishi, changamoto zinazoweza sio kulaumiwa lakini zinazoweza kukabiliwa, ili hatimaye pale ambapo hapana kitu pawe na kitu. Na ni imani yangu kwamba ninyi mlioko hapa leo ni wawakilishi tu kwa niaba ya mamilioni ya wamama walioko katika nchi hii ambao asubuhi na mchana wanaendelea kuhangaika kwa ajili ya kuona Tanzania yetu inakuwa salama, inakuwa bora kuliko ilivyokuwa jana. Na kazi hiyo mara nyingi huwa haianzi mbali, huwa inaanza pale tulipo. Kila mama hapa anatoka nyumbani kwake, aidha kwao alikozaliwa ama kwake anakoishi na familia yake, na kazi zenu siku zote imekuwa kufanya angalau familia yako kuwa mahali salama kabla ya mahali pengine. Na ni mchanganyiko huo ambao umeendelea kuongeza amani inayoweza kuonekana huko nje kwamba kuna amani katika nchi. Amani hiyo inatunzwa, inapiganiwa na mabalozi wake ndio wale ambao wakati mwingine hata majina yao hayafahamiki. Na mimi kwa imani yangu ninaamini kwamba ninyi ndio mabalozi wakubwa wa amani, mabadiliko na maendeleo ambayo sisi wengine tunaweza tukawa tunajivunia. Inasema tafuteni kwa bidii kuwa na nini? Na amani na watu wote. Alafu inasema na huo utakatifu ambao bila kuwa nao hakuna mtu atakayefanya nini? Atakayemuona Bwana. Si ndio inavyosema? Sasa ninyi wa mama ni mabalozi wa amani. Hakuna mwanamke ambaye anataka kelele. Hakuna mwanamke anayetaka magomvi. Mimi ninafahamu kwa sababu nililelewa na mama ambaye muda mwingi alikuwa peke yake akitulea. Na jambo moja ambalo alitupa ilikuwa ni kutufundisha katika njia ya Mungu. Alitulazimisha kwamba lazima tuende kanisani kila inapoitwa siku ya Bwana. Hata kama jana yake tulilala njaa, hakututuma kwenda kutafuta chakula siku za ibada. Alitupeleka kanisani. Na tulikulia tukijua kabisa kwamba hata ukiwa na njaa, amani itokanayo na kumjua Mungu huwa ina thamani kubwa kuliko chakula na shibe katika mahali ambapo hakuna amani. Na mimi ninafahamu kwamba mama yangu alikuwa tu moja kati ya mamilioni ya wanawake ambao wanalilia amani kwa ajili ya nyumba zao, wanaotafuta amani kwa ajili ya familia, wanaotafuta amani kwa ajili ya kanisa, wanaotafuta amani
kwa ajili ya jamii, wanaotafuta amani kwa ajili ya taifa lao. Nataka niwasihi sana kwamba tutafute hiyo amani ambayo kama haipo hatuwezi tukawa salama. Sisi tunaongoza makanisa ambayo zaidi ya 70% yake ni wanawake. Wanaume inaweza wakawa chini ya 30%. Hata hiyo 30% tuliyojipa, sehemu kubwa ni watoto. Lakini ukiwa mkweli, kwenye makanisa yote yaliyo chini ya CCT na hata makanisa ya Kipentekosti, sehemu kubwa ya watu nao wakuta humo wamembeba kwa mzigo jamii, familia, utakuta ni wanawake. Hao ndio wanaimba. Na wakati mwingine wako ambao wanawabeza, kwa sababu ukienda mahali ukakuta wanawake wanalia, unaweza kadhani kwamba wamechanganyikiwa. Hawajachanganyikiwa, wana mzigo ambao hawawezi wakapata amani mpaka wahakikishe kwamba huo mzigo umepata mhusika wake. Na mimi nataka niwashukuru sana 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 kwa ajili ya imani yenu, kwa ajili ya mzigo mlionao, na kwa ajili ya kutokukata tamaa kwenu, kwa sababu ninyi mnaendelea kuifanya kanisa kuwa salama. Kweli wewe Shuka